Bwana Yesu asifiwe. Wana na binti za Mungu, tunaendelea kwenye masomo yetu ambayo inaenda kujifunza vitu gani ni muhimu vya kutufikisha mbinguni. Tuliona kitu cha kwanza, Mungu mwenyewe kiongozi wetu. Tukaona kitabu cha Mithali sura ya 9 mstari wa 10. Cha pili tukaona tuwe wamoja kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 12. Tukaona cha tatu tukaona tuwe watu wa kusoma Biblia. Kwani tunasoma Biblia ili tupate ufahamu, tupate kumjua Mungu, tupate kujua namna gani neno lake linatusaidia sisi kupata wokovu. Ndio tukaona kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15. Tunaendelea na kitu kingine cha 4. Pia kitu cha 4, tuwe na uzima wa milele. Ufahamu wa kimungu, tunafahamu tuwe na ufahamu wa Mungu lakini ambao unatupatia wokovu. Lakini kipengele kikiata kufanana na hiki cha uzima wa milele, lakini kipengele cha uzima wa milele chenyewe kinaelezea zaidi. Kinaelezea nini? Zaidi kuhusu ufahamu tukawili vinataka kufanana hizi vipengele. Kwa hiyo usichanganyikiwe sana. Ambapo tutasoma Yohana sura ya sasa. Naomba kwenye uzima wa milele uwe makini. Mtu akikwambia maana ya uzima wa milele, ndio inabidi umuelezee kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Uzima wa milele ndio huu, wa kufahamu wewe Mungu wa kweli, wa pekee wa kweli, na Yesu uliyemtuma. Hiyo ndio maana ya uzima wa milele. Ila hiki kipengele ambacho naongelea uzima wa milele ni kama naongelea kitu kinaitwa everlasting life au eternal life. Yaani kuishi na Mungu tukiwa tuko hai na katika raha ile ya milele. Ambacho nakiongelea. Ila siongelei maana ya uzima wa milele. Naongelea ule tukiwa na uhai wa milele au tukiwa tukaishi na Mungu katika ile raha ya milele, ndio ambayo naiongelea. Hiyo raha ya milele ambayo ni Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Ambayo vipengele viwili usivichanganye. Alafu tunasoma neno la Mungu tupate uzima wa milele baada ya kumfahamu Mungu na Bwana Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe aongoze hatua zetu. Tukisoma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4, mstari wa kwanza. Alafu pia tukisoma Zaburi sura ya 119 mstari wa 113. Yesu mwenyewe awe kiongozi wa hatua zetu. Alafu